Bismillahirrahmanirrahim. Wakati wa Tanzania tuko kwenye heka za kuadhimisha miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, yanasemwa na kuandikwa mengi wakati huu katika kutathmini muungano wetu wa kipekee. Kwa upande mmoja, viongozi na wanasiasa wengi wa chama tawala CCM wamekuwa wakizungumzia mafanikio ya muungano katika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na baadhi yao kusisitiza kwamba muungano wetu utadumu na hakuna mwenye ubavu na uwezo wa kuvunja. Mwaka 2024, wakati muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulipotimiza miaka 60, tulimsikia Waziri Mkuu mstaafu Mzee John Samuel Malechela akieleza hamu na ndoto alionayo ya kuona muungano wetu uliodumu kwa miaka 60 wakati huo katika muundo wa serikali mbili, ukitimiza ndoto ya Mwalimu Nyerere ya kuwa na muungano wenye muundo wa serikali moja. Na kwa upande mwingine, wanasiasa wa upinzani na zaidi wa upande wa Zanzibar na hasa wa chama kikuu cha upinzani ndani ya visiwa vyetu wa ACT Wazalendo, wao wameendelea kusimamia msimamo wao wa kukosoa muungano wenyewe na muundo wake wa serikali mbili. Mazungumzo yangu mimi nikiwa Mtanzania kiuraia na Mzanzibari kiutambulisho, na nikiamini kuwa ndivyo wanavyojitambua Wazanzibari wenzangu walio wengi, yatajikita kwenye maudhui moja hasasi na nzito sana, ambayo kutokana na sutafahamu, uelewa usio sahihi au hata chuki zisizo na mantiki, inapozungumziwa huwa inasakamwa na mijibizo na kauli kali, hasa kutoka kwa Watanzania wenzetu wa upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano. Wao kinyume na sisi wamezoea zaidi kujitambulisha kama Watanzania tu, japokuwa asili yao ni Watanganyika. Na wako baadhi yao wanakuwa wakali unapowahutubu kwa utanganyika wao au unapoita nchi yao kwa jina lake la kihistoria la kabla muungano, yani Tanganyika. Kama umekifahamu sawa kichwa cha maudhui kuu ya mazungumzo yangu, utakuwa umeelewa barabara kwamba ninao wahutubu hasa ni wale Wazanzibari ambao mbali na kutokubaliana na muundo uliopo wa muungano wa serikali mbili, hawataki kusikia kabisa habari ya kutimizwa ndoto ya Mwalimu Nyerere na Mzee Malechela ya kuwa na muundo wa serikali moja. Na sababu ni kuwa Wazanzibari hao wanataka kile kilichoafikiwa kwa hiari wakati wa kuasisiwa muungano, yaani Zanzibar kubaki na utambulisho wake kiendelee kuthibiti. Na ndio maana sasa hivi wameibuka na kilio kikubwa zaidi cha kutaka nchi yao irejeshewe mamlaka yake kamili, au kwa uchache muundo uliopo na wenye utata wa serikali mbili ubadilishwe na kuanzishwa muungano wa serikali tatu. Kuhusu hili niweke sawa kidogo maelezo haya kwa kuashiria maneno ya marehemu Alhaji Aboud Jumbe Mwinyi, rais wa pili wa Zanzibar, katika kitabu chake muhimu sana kiitwacho Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, miaka 30 ya dhoruba. Mzee Jumbe ameeleza kwa hoja na ushahidi wa kisheria kwamba tokea wakati muungano unaasisiwa, lengo hasa lilikuwa ni kuwa na muundo wa serikali tatu. Nini maana ya kuwa na muundo wa serikali mbili? Hili ni swali moja muhimu sana na la msingi, na jibu lake inapasa litafakariwe zaidi na kuzingatiwa kwa makini na ndugu zetu wa Tanganyika, hasa wale wanaokuwa wakali sana wanapoona Wazanzibari wanatetea kulinda utambulisho wao wa asili kinyume na wao. Ndugu zanguni, tujue kwamba kuasisiwa muungano wenye muundo wa serikali mbili, na muhimu zaidi kukubaliwa kuwepo serikali, bunge na mahakama ya Zanzibar, sambamba na kuwepo serikali, bunge na mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kulimaanisha na kuonyesha kuwa raia wa Tanzania watagawika kiutambulisho katika makundi mawili.
La kwanza ni la wale wanaojulikana kwa uraia wa Utanzania tu unaowahusu Watanganyika, na la pili ni la wale wenye uraia pamoja na utambulisho mchanganyiko, yaani Watanzania wa Zanzibari, ambalo linatuhusu sisi Wazanzibari. Kwa lugha nyepesi ya kimantiki, utambulisho huo wa uraia unaweza kuelezewa kama ifuatavyo: kila Mzanzibari ni Mtanzania, lakini si kila Mtanzania kwa maana ya Mtanganyika ni Mzanzibari. Maana yake ni kwamba katika masuala ya Utanzania, Watanganyika na Wazanzibari wanahusika pamoja, lakini katika masuala ya Uzanzibari wanaohusika nayo ni Wazanzibari peke yao. Kama wenzetu wa Tanganyika hawapendezwi na tafsiri hii, suluhisho lake ni kuwa na serikali tatu, ambapo tutakuwa na nyongeza ya utambulisho wa Utanganyika, na itasemwa kila Mtanganyika ni Mtanzania, lakini si kila Mtanzania kwa maana ya Mzanzibari ni Mtanganyika. Natumai tumefahamiana. Utambulisho wa Zanzibar ni kitu gani? Hili ni swali ambalo jibu lake linagawika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ya kisiasa na sehemu ya pili ya kiutamaduni. Kwa upande wa kisiasa ni kama nilivyotangulia kueleza. Ilipoamuliwa Zanzibar iwe na serikali yake na mambo yake ya kiutawala, maana yake ni kwamba kwa muda wote wa kuwepo muundo wa serikali mbili, Zanzibar itaongozwa na Wazanzibari tu, si vinginevyo. Na mantiki ya hili ni kwamba kama viongozi wa Zanzibar watapatikana kwa njia ya uchaguzi, ni Wazanzibari pekee ndio watakaokuwa na haki ya kupiga kura kuwachagua viongozi wa Zanzibar. Kinyume na hivyo utakuwa ni usanii na maonyesho. Lakini mbali na utambulisho wa kisiasa, muhimu zaidi ni utambulisho wa kiutamaduni. Suala hili linashikamana moja kwa moja na nukta kuu ya mazungumzo yetu. Na ninaposema utamaduni, ninakusudia maana yake pana inayobeba mambo yote yanayojenga kile kiitwacho Uzanzibari na utambulisho wa Wazanzibari. Hapa yanaingia mengi, ikiwa ni pamoja na mila, lugha, desturi, vyakula, mavazi, silka pamoja na dini. Na mambo haya yote yanapata maana yake kwa kuwepo watu waitwao Wazanzibari. Sasa kama umeifahamu sawasawa tafsiri niliyotoa ya utambulisho wa kisiasa na kiutamaduni ya Zanzibar, hebu jiulize, ikiwa demografia, yaani muundo wa idadi ya watu wa Zanzibar, itabadilika kwa kuwepo ndani ya visiwa vyetu idadi kubwa zaidi ya wakaazi wasio wa Zanzibari, Zanzibar katika maana na tafsiri sahihi itabaki kuwa Zanzibar? Kwa masikitiko, hili ndilo linaloshuhudiwa kwa uwazi kabisa na kwa miaka kadhaa sasa ndani ya nchi yetu. Na wanavyoamini Wazanzibari walio wengi, halitokei na wala halifanyiki kwa sadfa na katika mazingira ya kawaida, bali ni jambo linalofanywa makusudi na kwa dhamira na malengo maalumu. Na kwa kuwa hichi ndicho kiini cha mazungumzo yetu haya, itafaa turudi nyuma kwanza kwenye historia, kisha tuje tuitathmini hali iliyopo hivi sasa. Niseme kwanza kwa upande wa waasisi wa muungano, kinyume na Mwalimu Nyerere, Mzee Karume alitaka utambulisho wa Zanzibar ubaki. Kwa nini nikasema hivyo? Katika miaka ya karibuni imewahi kusambazwa mara kadhaa mitandaoni klipu ya video ya mazungumzo ya dakika 3 na sekunde 50 hivi ya mkutano wa Mwalimu Nyerere na waandishi wa habari. Klipu yenyewe ina mengi ya kutafakarisha, lakini hapa si mahala pa kuyajadili. La msingi linalohusiana na mazungumzo yetu ni maelezo ya Mwalimu aliposimulia japo kwa mzaha yaliyojiri baina yake na Mzee Karume pale aliposikia kwamba Mzee Karume katika miaka hiyo ya mara baada ya mapinduzi amechukua uamuzi wa kuwataka wa Makonde waliokuwa wakihamia kwa wingi Zanzibar warudi kwao Tanganyika. Kwa mujibu wa Mwalimu, wakati yeye alipomuuliza muasisi mwenzake wa muungano
Kwa nini amechukua uamuzi wa kuamuru wa Makonde warejeshwe Tanganyika? Jibu la mzee Karume lilikuwa, Mwalimu, wa Makonde ni wengi, visiwa hivi ni vidogo, wakija wote vitazama. Msingi wa mahojiano yale ya Mwalimu ulikuwa ni kutetea haki jumla walionayo wa Tanzania wote, wawe ni Wapemba au Wazanaki, ya kuishi popote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama alivyonukuliwa hadharani na Jaji Warioba. Na hilo tumelisikia wengi wetu. Mwalimu Nyerere aliondoka duniani akiwa na msimamo wa kutaka muundo wa muungano wetu uwe ni wa serikali mbili kuelekea moja. Kwa mtazamo huo, asingekuwa na sababu yoyote ya kuchelea au kusikitikia Zanzibar kupoteza utambulisho wake, kwa maana ya kutoendelea kuongozwa na Wazanzibari kisiasa, au kwa muundo wake wa jamii kubadilika ikamezwa na wasio Wazanzibari. Lakini mtazamo wa mzee Karume haukuwa huo, na utaona kuwa hiyo ndiyo sababu moja ya msingi ya kupinga wa Makonde wasio Wazanzibari. Na narudia tena kwa msisitizo, wa Makonde wasio Wazanzibari wasimiminike Zanzibar, kwa sababu kutokana na udogo wa Zanzibar, tena wakati huo ikiwa na idadi ndogo sana ya watu, ujio wao ungeifanya Zanzibar ihisike kuwa imevamiwa na kumezwa. Lakini mbali na hilo, jingine la msingi kuhusu msimamo huo wa mzee Karume ni kuanzisha utaratibu wa Watanganyika kuingia na kukaa Zanzibar kwa vitambulisho maalumu. Nimesema kuanzisha kwa sababu nilimuuliza mtaalamu mmoja wa historia kwamba kabla ya uhuru na mapinduzi ya Zanzibar, serikali ya Uingereza iliweka utaratibu gani kwa wenzetu wa Mrima wanaotaka kuingia Zanzibar. Yeye alinipa jibu lililonishangaza aliponiambia wakati huo hakukuwepo na vizuizi vyovyote, bali walikuwa wakiingia kama wapendavyo. Na ndipo nikashangaa zaidi, ni vipi baada ya muungano ambapo ingetarajiwa utaratibu huo uendelee ili kuipa nguvu dhana ya udugu wa pande mbili, mzee Karume alianzisha utaratibu kwa wasio wa Zanzibari kuingia Zanzibar kwa pasipoti, au kama nilivyosikia kwa baadhi ya watu hivi karibuni, kwa kutumia kitambulisho cha safari KS. Ikumbukwe kuwa kwa miaka yote hiyo utaratibu huo wa watokao Tanganyika kuingia Zanzibar kwa vitambulisho au pasi ya karatasi ya kusafiria uliendelea kuwepo hadi ulipokuja kuondolewa wakati wa serikali ya awamu ya tatu. Na ifahamike pia kuwa huo haukuwa utaratibu wa upande mmoja tu, maana hata na sisi Wazanzibari na kwa miaka mingi tulikuwa tunaposafiri kwenda Tanganyika tukitengenezewa hati maalumu ya safari kupitia idara ya uhamiaji Zanzibar. Na kwa muda wote huo hakukuwepo na manunguniko ya upande wote kwamba huo ulikuwa ubaguzi. Lakini niongezee kusema pia kwamba hata ndani ya nchi yetu kuna sehemu mbalimbali ambazo Mtanzania akitaka kuingia huwekewa utaratibu wa kuwa na kibali au kitambulisho, mbali na zile sehemu ambazo haruhusiwi kuingia kwa namna yoyote ile, iwe ni kwa sababu za kiusalama au zinginezo. Kwa hiyo isiwe nongwa linapozungumziwa suala la kusafiri kuingia upande wowote wa muungano kwa kutumia kibali au kitambulisho maalumu. Katika kuliweka hilo sawa zaidi, kuna jambo muhimu sana la kulizungumzia kwa uzito maalumu katika maudhui hii, nalo ni kile nilichokitaja hapo awali kuhusu sutafahamu, uelewa usio sahihi na au hata chuki zisizo na mantiki za wenzetu wa Tanganyika wanaohoji kuhusu suala hili la haki ya kila Mtanzania kuishi popote pale atakapo ndani ya Jamhuri ya Muungano, kama tulivyomsikia Mwalimu Nyerere na tunavyoendelea kuwasikia baadhi ya viongozi na wanasiasa katika zama hizi. Wakati wa Zanzibari wengi tunasikika tukidai urejeshwe utaratibu wa wasio wa Zanzibari kuingia Zanzibar kwa pasipoti au kibali maalumu. Labda tuanze kwa kujiuliza, ni kweli kwamba kila Mtanzania ana haki ya kuishi popote ndani ya Tanzania? Kwa ufahamu wangu, jibu la swali hili inapasa liwe ni kweli.
na si kweli pia. Kiujumla ni kweli na sahihi kabisa kwamba Mpemba wa Micheweni anayo haki ya kwenda kuweka maskani yake na kutara zake Mtwara, naye Mnyamwezi wa Tabora anayo haki ya kuhamia Chake Chake, kama ambavyo Mtumbatu akipenda anaweza kwenda kuanzisha maisha yake Dar, na Mchaga wa Kilimanjaro kama atavutiwa anaweza kuja kuanzisha biashara zake Unguja. Hili halina shaka yoyote, na kwa hakika ndivyo ambavyo imekuwa kwa miaka na dahari. Lakini si kweli na wala haikubaliki kwamba katika hali isiyo ya kawaida umati kwa umati wa Wasukuma wa Mwanza waonekane wakimiminika Kilimanjaro kwa hoja kwamba wao kama Watanzania wana haki ya kwenda kuanzisha maisha yao popote watakapo ndani ya nchi yetu. Labda nifafanue zaidi nukta hii. Katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, hasa kwa upande wa Tanganyika, mikoa mingi inafahamika rasmi kwamba demografia yao imejengwa na wakaazi wa asili wa kabila fulani. Nimetoa mfano hapa wa Mwanza ya Wasukuma na Kilimanjaro ya Wachaga. Hakuna anayeweza kukanusha kwamba ukienda Mwanza au Kilimanjaro huwezi kukosa kuwakuta huko Watanzania Wadigo, wa Makonde, Wazaramu, Waarabu au hata Wapemba. Lakini kila mtu anajua tokea tangu na tangu kwamba muundo wa kidemografia wa mikoa hiyo na mingineyo ya Tanganyika ina wakaazi walio wengi wa kabila moja tu au machache, na watu wa makabila mengine ni wahamiaji huko japokuwa ni wa Tanzania. Naamini itapotokezea katika mkoa wowote ule likazuka wimbi la wahamiaji wa Tanzania wa makabila au dini tofauti na ya walio wengi katika mikoa hiyo, wakazi wake hawatalivumilia hilo. Hivi ndivyo ilivyo sawa kabisa, lakini kwa uzito na umuhimu maradufu kwa upande wa Zanzibar. Kwa nini? Kwa sababu kinyume na Watanzania wa Mwanza na Kilimanjaro ambao wao kwa wao wana utambulisho mmoja wa kisiasa, yaani wa Tanzania, Wazanzibari na Watanganyika wanatofautiana upande mmoja katika utambulisho wa kisiasa kama nilivyotangulia kueleza. Yaani Watanganyika si Wazanzibari. Narudia tena, Watanganyika si Wazanzibari. Niwafahamishe wale wanaojaribu kupotosha juu ya suala hili kwamba tokea tangu na hata kabla ya muungano, watu wa makabila ambao asili yao ni Tanganyika wamekuwa ni sehemu ya jamii ya Zanzibar na ni Wazanzibari kama walivyo Wazanzibari wengine wenye asili za pande zingine za dunia. Na tangu zamani na hata baada ya muungano wamekuwa wakija kutembea Zanzibar, na yeyote aliyevutiwa kuanzisha makaazi na maskani yake amekuwa akifanya hivyo bila ya kubughudhiwa. Lakini hali sasa imebadilika sana. Kwa nini na kwa sababu gani Zanzibar imevamiwa na inaendelea kuvamiwa? Huu ndio msemo unaosikika kwa zaidi ya miaka 10 sasa, kama si 20, kutoka kwenye vinywa vya Wazanzibari wa marika na jinsia tofauti wa ndani na nje ya nchi. Hisia hizi za hofu zinanikumbusha maneno ya kutafakarisha niliyowahi kuyanukuu mahala fulani kwamba yalisemwa na rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa. Madhumuni ya maneno yake hayo yalikuwa ni kwamba watokao bara, kwamba Wazanzibari wana kila sababu ya kuhofia uhamiaji wa Watanzania watokao bara, kwa sababu endapo Wazanzibari wote kama ni milioni 1 na ushee watahamia bara, wengi au wingi wao hautahisika ndani ya nchi kubwa kieneo na yenye idadi kubwa ya watu, karibu mara 40 kulinganisha na Zanzibar. Lakini kama utawahamisha Watanganyika wa wilaya moja tu ya Kinondoni ya mkoa wa Dar es Salaam ukawapeleka Zanzibar, hali itabadilika kikamilifu. Hali hii ni sawa kabisa na kuchukua maji baridi ya ziwa ukayachanganya na maji ya chumvi ya bahari. Ya ziwa hayaathiri wala hayabadilishi ladha ya maji ya bahari, lakini si kinyume chake. Maneno ya mzee Mkapa yanaendana kikamilifu na ya mzee Karume kuhusiana na Wamakonde.
Kwa yeyote mwenye insafu na akawa ameyafahamu sawa sawa maneno hayo ya mzee Mkapa, hatohoji kwa nini Wazanzibari wawe huru kumiminika Tanganyika, lakini isikubalike hivyo kwa Watanganyika kwa upande wa Zanzibar. Lakini mbali na maelezo ya Rais Mkapa, hivi majuzi tu nilibahatika kuona mitandaoni klipu fupi ya video ya mahojiano maalumu aliyofanyiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi na timu ya waandishi wa habari Ikulu Zanzibar. Rais Mwinyi aliulizwa kwa nini Wazanzibari wana haki ya kwenda kununua ardhi bara, lakini Watanganyika hawana haki kama hiyo Zanzibar. Yeye alitoa jibu la kimantiki akasema, Watanzania bara wanayo haki ya kumiliki ardhi Zanzibar, lakini kwa masharti maalumu, ikiwemo uwekezaji wa makampuni. Na akafafanua kitu kimoja muhimu sana kama alichosema Rais Mkapa, kwamba kutokana na udogo wa ardhi ya Zanzibar ambayo watu wake ni kama milioni 2 tu hivi sasa, kama wataruhusiwa watu wa bara wote zaidi ya milioni 60 waje kununua ardhi Zanzibar wapendapo, wakija milioni 5 tu kufanya hivyo, hali itakuwa nyingine. Kwa jibu hili utasema maelezo ya Rais Mwinyi ni ya kibaguzi na dhidi ya Watanganyika? Bila shaka jibu ni hapana. Niwafahamishe zaidi wale wanaolalamikia hili kwamba tangu enzi na enzi akthari ya Wazanzibari waliohamia na wanaoendelea hadi sasa kuhamia na kuanzisha maskani yao Tanganyika wanajulikana kuwa wanakwenda huko kujishughulisha zaidi na shughuli za kiuchumi na si kwa malengo mengine ya kutiliwa shaka. Muhimu zaidi ni kwamba uwepo wao huko hauathiri kwa kubadilisha chochote cha asili, iwe ni demografia au tamaduni. Lakini kwa tunavyoamini Wazanzibari wengi tunaotumia msemo wa Zanzibar imevamiwa, hivyo sivyo ilivyo kuhusiana na wimbi la uhamiaji ambalo tunaendelea kulishuhudia ndani ya visiwa vyetu. Swala la kutunza turathi za kiutamaduni, sote tunafahamu kuwa duniani kote kila nchi hufanya juhudi maalumu na za makusudi za kutunza maeneo yake yenye hali maalumu na za kipekee, ziwe ni za kimazingira, kijamii au kiutamaduni, bali hata kidini. Na ndiyo maana katika nchi yetu huwezi kuona inaruhusiwa kubadilisha na kuvuruga hali ya maeneo hata ya hifadhi za mbuga za wanyama yanayogharimiwa kifedha kwa ajili ya kutunza asili yake ya kimazingira na inayoakisi sura maalumu ya maumbile ya nchi yetu. Ni vivyo hivyo kwa jamii za watu. Tokea enzi na enzi, Watanzania wote wenye nia njema na mapenzi ya nchi yetu na umoja wetu wamekuwa wakiitazama Zanzibar, watu wake na utamaduni wao kuwa ni mithili ya lulu ya Tanzania. Na kwa miaka mingi wamekuwa wakifurahia kuja kutembea Zanzibar na kuajabia mambo mbalimbali ya Wazanzibari ambayo kumbukumbu zake huondoka nazo wakaenda kuzisimulia wanaporudi huko bara. Lakini hivyo sivyo ilivyo hali hivi sasa. Miaka 2 nyuma, mbali na Wazanzibari wa kawaida, nilimsikia kiongozi mmoja wa serikali akitamka hadharani kuwa Zanzibar imevamiwa kutokana na kujaa aliowaita wageni, wakati alipoongoza msako wa kupambana na uhalifu wa madawa ya kulevya. Kabla ya hapo, kiongozi huyo aliwahi kunasa genge kubwa la wageni wengine waliokuwa wakilala kwenye varanda za majumba ya michezani. Akanasa pia umati mkubwa wa watu waliojazana kwenye iliyoitwa nyumba ya kukodi. Ukweli wa maelezo yake nimeuthibitisha mimi mwenyewe binafsi nilipozipitia taarifa za sensa ya karibuni zaidi ya idadi ya watu iliyofanyika nchini, ambayo imeonyesha kuwa idadi ya Wazanzibari wote Unguja na Pemba ni karibu watu 1,800,000, lakini watu wapatao 800,000 wanaishi katika mkoa wa Mjini Magharibi pekee. Yaani zaidi ya 40% ya Wazanzibari wakazi wote wako kwenye maeneo ya Zanzibar mjini. Hii inatosha kukuthibitishia kwamba
Zanzibar imevamiwa. Hebu natujiulize, ni ipi nembo kuu ya utamaduni na utambulisho wa Wazanzibari? Hili ni jambo linalowakera wengi wasioipenda Zanzibar. Lakini kwa muktadha wa mazungumzo haya, hapa ndipo mahala muafaka kabisa pa kulizungumzia. Tupende tusipende, ukitaka mtu yoyote akueleze nembo kuu inayoakisi utambulisho wa Zanzibar kihistoria na hadi sasa, hatokupa jibu jingine lolote isipokuwa atakwambia ni Uislamu. Tunapozungumzia suala la kuvamiwa Zanzibar na kufanyika harakati za makusudi za kubadilisha demografia yake, kinachowatia hofu wa Zanzibari wengi ni kwamba mabadiliko hayo yanalenga kuifuta sura ya Uislamu ndani ya Zanzibar. Wengi wanaamini kuwa ule msemo wa 99% au 95% ya Wazanzibari ni Waislamu sasa umebaki kuwa zilipendwa. Kama ilivyo kwa suala la uhamiaji kwa upande wa Wazanzibari na Watanganyika, baadhi ya watu wanajaribu kulitumia suala hili pia kupotosha na kusema kwa nini wasio Waislamu na hasa Wakristo wasiwe huru kufanya kila watakacho kama wafanyavyo Waislamu, wakati Zanzibar si nchi ya kidini wala serikali yake si ya Kiislamu. Jawabu ya hoja hii ni kweli wana haki, lakini hilo pia inapasa liendane na hali ya kikawaida na ya kimaumbile. Nitatoa tena mfano kama ule wa Wachaga na Wasukuma. Labda niwaulize wanaohoji hivyo, ikiwa katika eneo lolote la Tanganyika ambako asilimia mathalan 85 ya wakazi wake ni Wakristo na 15 ni Waislamu, kisha hao Waislamu wachache wakaanza kununua ardhi na kujenga misikiti chungu nzima katika eneo hilo, ilhali idadi ya Waislamu hao wote haijazi hata msikiti mmoja, je, wakazi wa hapo hawatashuku na wataliridhia hilo? Bila shaka harakati hizo zitawafanya waamini kuwa kuna ajenda maalumu na ya makusudi ya kubadilisha demografia ya eneo lao kidini. Hivi ndivyo inavyohisika Zanzibar hivi sasa. Tukubali, tukatae, tufurahi au tuchukie, lugha ya kuwepo utitiri wa makanisa Zanzibar imezoeleka vinywani mwa watu wetu. Watu wanajiuliza, maeneo kama Tomondo au Sarajevo ambayo idadi ya wakazi wake walio Wakristo ni ya kuhesabika, kuna jengwa makanisa kadhaa kwa hoja na mantiki gani? Mifano ya hayo ni mingi na matukio yenye harakati za aina hiyo yako mengi. Kuna wakati niliwahi kuona mkanda wa video ukimuonyesha mzee mmoja wa Tanganyika akisimulia hilo huko aliko kwa kusema, zamani Zanzibar kulikuwa na kanisa moja tu, lakini idadi ya makanisa yaliyoko huko sasa hivi ni kubwa kuliko Dar. Mzee huyo alikuwa akizungumzia namna Zanzibar ilivyoharibika kimaadili wakati wa mwezi wa Ramadhani na jinsi utalii unavyochangia hali hiyo. Na naam, leo ukiutembelea mji mkongwe utadhani uko kwenye mkoa wowote ule wa Tanganyika, na ukipita darajani unaweza ukadhani uko Kariakoo ya Dar, wakati eneo la kihistoria la mji mkongwe ndilo linalotarajiwa kutoa picha ya utamaduni wa Zanzibar. Hali hii ni ya kushangaza ukitembelea maeneo ya mashamba Unguja na Pemba pia. Kwa sadfa tu niliwahi siku moja kuona tangazo la TV moja ya online ya Tanganyika kupitia mitandaoni ikimuonyesha mtangazaji aliyekuja Zanzibar kumfanyia mahojiano mutribu mmoja mkongwe. La kushangaza ni kuwa tangazo la filamu ya utangulizi wa chaneli hiyo linaonyesha picha ya kanisa la Mkunazini na masanamu ya watumwa, kiasi cha kumfanya mtu ahisi Zanzibar pengine ni nchi ya Wakristo walio wengi. Haya ukiyafanyia uchunguzi yametawala kwenye mambo mengi, na huko kwa hakika ndiko tunakoelekea. Pengine wanaochukizwa na ukweli huu wanaweza kusema maelezo hayo yanalenga kujenga hisia za chuki za kidini kwa madhumuni ya kisiasa. Niwaulize wenzetu hao, maana wako katika pande zote mbili za jamhuri yetu ya muungano, kwamba wamesahau yaliyosemwa ughaibuni na aliyekuwa spika wa bunge hayati Samuel Sita na yaliyotamkwa kanisani
na aliyewahi kuwa waziri wa ardhi hayati William Lukuvi kuhusu muungano, Uislamu na Zanzibar? Walipotamka yale, walichukuliwa hatua yoyote ya kuwajibishwa? Au walisimama kiongozi yeyote wa serikali au wa chama kuwakemea au kuwarekebisha? Bila shaka jibu ni hapana. Kama ni hivyo, wanapoyatafakari yale na mengine mengi yanayotokea kila uchao, Wazanzibari watakuwa wadhanifu, wakiamini kwamba mabadiliko ya kasi ya kidemografia yanayojiri ndani ya nchi yao na mbele ya macho yao yana mkono wa mtandao mkubwa wa malengo ya kisiasa na zaidi ya kidini. Hitimisho la mazungumzo yangu niseme kwamba nionavyo mimi, Zanzibar na Wazanzibari tumefika au tumeshafikishwa njia panda. Wakati wanasiasa wamekuwa wakivutana tangu mwaka 2014 baada ya bunge la katiba kuhusu upi inapasa uwe muundo wa muungano, nina hofu kuwa hata kama litatokea kimuujiza katika mchakato ujao wa uundaji wa katiba mpya, lile linaloliliwa na wengi wetu la kutaka kuwepo na angalau muundo wa serikali tatu uliopendekezwa na tume ya Jaji Warioba, tusije tukashangaa likikataliwa Zanzibar katika kura ya maoni kutokana na mabadiliko ya kidemografia yanayoendelea kutokea. Sasa nini kifanyike? Kuna mambo kadhaa yaliyopendekezwa ambayo binafsi nakubaliana nayo. La kwanza, iwekwe wazi maana ya Zanzibar kuwa nchi kama ilivyoelezwa ndani ya katiba yetu. Kama tafsiri yake ni sahihi, basi muda umewadia wa kujulikana ni nani Mzanzibari na si Mzanzibari mkazi ambaye atakuwa na kitambulisho cha sifa ya Uzanzibari. La pili, kuna udharura wa kubadilishwa sheria ya vipi mtu anaweza kuwa Mzanzibari, badala ya kushurutisha muda tu wa miaka kadhaa ya kukaa ndani ya Zanzibar. Na tatu, nakubaliana pia na wazo la wengi, akiwemo mbunge mmoja aliyewahi kupendekeza bungeni kurejeshwa utaratibu wa kuingia Zanzibar kwa pasipoti urejeshwe, na kwa kutamka hayo akaandamwa na matusi mengi mitandaoni. Mabadiliko haya ni muhimu sana na yanahitajika kwa haraka kwa ajili ya mustakabali wa Zanzibar, kwa sababu ikiwa hali iliyopo itaachwa iendelee vivi hivi kwa miaka 10 tu ijayo, huenda tutakuwa tumeshachelewa moja kwa moja. Wakati wa Tanzania wote tunaisubiri kwa hamu siku Rais Samia Suluhu Hassan atakapoanzisha tena mchakato wa katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi Wazanzibari tukiwa na kila sababu ya kulishuhudia hilo kwa upande wa katiba ya Zanzibar pia. Hii ni fursa adhimu kwetu sisi Wazanzibari kuelimishana kupitia njia mbalimbali ili kuja kuhakikisha tutakuwa na katiba katika pande zetu mbili za muungano ambazo zitaurejesha, zitaulinda na zitauendeleza kwa maana halisi utambulisho wa Zanzibar wa kisiasa na kiutamaduni, badala ya kubakiwa na jina tupu la iitwayo Zanzibar na waitwao Wazanzibari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.